Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uwanja mlaini. Dodoma tu makoti kibao. Mimi bwana, ngoja niwaambieni kitu. Mimi I am very sensitive na kifua changu kusema ukweli. Mimi biashara ya kuenda usiji sehemu umerudi na mafua na hapana. I'm very sensitive. Nipate kwa vile alivyonikadiria Mwenyezi Mungu, sio kwa kujitakia. Sasa sina kuwa wenda wazimu. Shakuwa mwenda wazimu na kuwa ujilambi upate. Hapa sasa niko unajua kama nani hapa? Hapa niko kama Guardiola fulani hivi au Libenge fulani hivi. Watu maelekezo, yeah, attack, yes, you go. Is there? Attack. Defend, go, compact. If not want to touch, mwambie kacheze bao. Mpira lazima watu wagusane. Wasiotaka maendeleo watasema upo kama tupatupa. Tunasema mimi ni mvuvi. Sawa. Mechi leo Hashim, furaha kiasi gani kuondoka na alama 3 ambapo katika mechi mbili zilizopita mliangusha 2-2 katika maeneo ya ugenini. Leo ni furaha kiasi gani kupata ushindi mbele ya Dodoma? Of course kila timu inafurahia kupata ushindi ambao utawapa alama 3. Na tumepata comfortable win ambayo ina clean sheet kwenye uwanja ambao ni miongoni mwa viwanja vigumu sana kwa Big 3. Leo tumecheza kwa nafasi yetu, tumedeliver na ndio kilikuwa kitu cha muhimu. Hapa tulipofika, kwani wale walishindwaje hapa? Hivi waje kula watu wamestruggle hapa. Uwanja ubwabwa kabisa chocolate. Hawakupata hata bao moja. Najitahidi kuongea kwa adabu lakini nashindwa. Bwana, uwanja mwepesi ukiwa na timu. Lakini kama ukiwa na masela tu amekuja kutembea hapa, uwanja ni mgumu sana. Hivi? Lakini tuwape heshima, Dodoma Jiji wamebadilika sana, wamecheza vizuri, wametuchallenge vizuri. Bad enough ni kwamba tulikuwa bora kuliko wao na tumecheza kwa nafasi yetu, tumepata matokeo mazuri. Alhamdulillah. Sasa hivi tumeshasahau hii mechi. Kwani ilichezwa saa ngapi? Tushasahau. Sisi tunafikiria mechi yetu sasa inayofanyaje? Inayokuja. Ndio kitu muhimu. Kabla sijasahau. Mechi ya leo kiacha uwepo wa kocha wa Yanga, Pedro. Ali pia alisema atakuja na ujio wake hapa ni kwamba atakuja kushangilia mkifungwa. Maana mkipoteza nyinyi na Simba leo itakuwa ni burudani kwake. Okay. Dua la nini la mwewe alijapata kuku. Dua la kuku alimpati mwewe. Mwewe si juu, kuku chini. Kwa hiyo sisi tunasema hivi, alhamdulillahi rabbil alamin. Tumecheza mchezo wetu, tumepata ushindi. Uzuri kocha amekuja kuangalia mechi. Na wao wenyewe mashabiki wao wamekuja kuangalia mechi. Tumewaona wakiwa wanaishangilia Dodoma. We are very happy kwamba wamekuja kuangalia Sangambanga. Uwanja ni mgumu kwao. Sisi tumetoa somo la namna kucheza matopeni. Sasa hivi tunarudi kwenda kucheza kwenye kapeti. Si mnajua kama mechi imepelekwa dish kubwa Tunaenda kucheza dish kubwa. And let me make this clear. Mechi inayofuata tunaenda kucheza Benjamin Mkapa kwa sababu ule ni uwanja wetu wa pili baada ya uwanja wa nyumbani wa Azam Complex. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa za chini kwamba uwanja unafungiwa kwa ajili ya marekebisho, tukaomba kurudi nyumbani Chamazi. Lakini wenye mamlaka ya soka wametupa ruksa ya kutumia pale kabla uwanja hujafanyaje? Haujafungwa. Kwa hiyo sisi kwa sababu hatuna makando, hatupuyangi maneno, sisi tunarudi kwenye karai. Si mnajua tukichezaga uwanja mkubwa ambao bolu inatembea? Tunataka kwenda kulifanya taifa lisikie raha. Nikikumbuka ile ya Mapinduzi finali, mko na red card na bado mkaenda mpaka tuta. Sio red card tu. Watoto under 20 wachezaji wa reserve ndio walicheza ile mechi. Mechi inayokuja tunaweka booster. Tunaweka booster. Turbo ya timu ile. Hawezi kucheza mwenyewe akashinda mechi. Lakini anapokuwa ndani ana Babu Imidi, ana James Jakabola Kaminko, ana Zidane Ali Ibwe Sereri. Ana Ashraf Kibeko. Umeona Ashraf? Jezi namba 52. Ni mtoto wa under 20 yule. Aimar Haaland. Mzee Hassan, Idi Selemani Ali Nado, Yeson Fuentes Mendoza Yoro. Ibenge mpaka sasa hivi hajui nani anacheza kwa kuanza kwenye timu yake. Akiamka atakavyoona huyu amekaa vizuri ndo anayecheza. Kwa hiyo tunajivunia upana wa timu yetu, lakini hatutegemei mechi rahisi. Yaani kama ambavyo tumecheza leo tukijua ni mechi ngumu, uwanja kidogo ni mzito, ndivyo ambavyo tutaenda kwenye mechi inayofuata pia tutapambana kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ambayo tumeyaweka. Mzizima Dabi naenda kuwa Mzizima Dabi kweli. Kuna wale ambao wameweka uzani kwenye upande wa kulinganisha na matokeo ambayo yalimaliza kwenye dabi ya Kariakoo. Wakasema ile mechi ingekuwa ni kati ya Yanga na Azam. Azam walikuwa wanashinda ile mechi mapema sana.
kwa ulivyoangalia performance ya Yanga kwenye Kariakoo Derby, mnapata mwanga kwamba kuelekea katika derby yenu hii, umeniangalia sana mpaka unanitisha. Niko kwenye kudadisi hapa. Kuelekea mechi hii labda mnapata mwanga kwamba mechi hii kwenu itakuwa ni easy kidogo. Sisi ni underdog wa hiyo mechi. Sisi ni underdog wa hiyo mechi. Ni underdog wa derby. Ni underdog wa hiyo mechi. Licha ya kwamba mpo nyumbani. Licha ya kwamba tuko nyumbani, sisi ni underdog kabisa kabisa. Kwanza timu ya kushindana nao hatuna. Tutakachokifanya ni kuangalia mchezaji gani ameamka vizuri, tunakutana uwanjani, tunacheza mechi nzuri basi. Lakini kiusema ukweli, hata sisi tunajihurumia. Hatuwezi kucheza nao, wale wazito sana. Na ukifananisha matokeo yao ya mechi yao ile, mnatuonea. Sisi ile daraja hatupo. Daraja letu sisi ni yao tulicheza nao Dodoma leo, Namungo, sijui nani, nyingine nani, Mbeya City, Prison, ndo timu zetu daraja letu. Lakini daraja la kushindana na hizo timu hatuna, wala hatuwezi kushindana nao. Sisi tunaenda zetu kucheza mpira basi. Wachambuzi wanasema Yanga hii imedorora. Sasa wachambuzi wa Azam FC, je, ni technical bench wa Azam FC? Ni wachambuzi. Sisi Azam FC sasa official statement club, timu ya kushindana nayo kupelekana nao nginja hatuna. Sisi tunaenda tu kucheza mpira. Sio mtego. Wapi? Wewe unaonaje? Sisi tuna timu yetu tunaiamini, lakini tunajua ni timu ya kawaida, wala iko kwenye ushindani wa level zao. We're just going to play football, just like. We're just going to play football. Kwa sababu ndio matokeo ya mpira wa miguu, utafungwa, utashinda, utatoa sare. That's football. If you understand football, you understand what I mean. Yeah. Pengine mtaenda kuwapa kile ambacho anakitaka Simba. Simba wanapiga hesabu kwamba kwenye hizo 5 ambazo wapo nazo hapa, kuna sehemu zitadondoka tu hapa, lakini watu wengi wanataka tikwelo nyingi. Sisi kwanza, kwa nini upige hesabu pointi za mwenzio? Yaani wewe kwa nini usishinde mechi yako mwenyewe, uje uwapigie hesabu wenzako ambao na wao wanasema hiyo timu ya kushindana nao watu hawana? Hauoni kama ni kujitesa roho? Kama unataka ku close gap, ukikutana nao washughulikie. Piga moja, piga mbili, piga tatu, wafunge hata mara 4, mara 5, mara 6, wafunge. Usipige hesabu. Wanasema usimkokee moto kama hujajua unampigia wapi, wala usimpige kama una pa kumokotea. Ndio hicho kitu ambacho kina nini. Kwa hiyo kwetu sisi tutacheza mechi zetu, tutakusanya alama zetu, tutajaribu kufanya mchezo wetu vile ambavyo unafaa, kama ambavyo tumefanya leo kwa Moze. Moze alisema hamna timu inaweza kuchukua pointi 3 hapa. Na sisi kweli kama underdog mbele ya Dodoma Jiji, tumeingia kama underdog, tumecheza, tumejilamba kama wapumbavu, tumejilamba. Kama sio alama 3 mpaka magoli. Tumejilamba kama wapuuzi. Kwa hiyo na mechi inayokuja tutaenda kawaida, tutacheza, we'll just deliver. Tutajilamba tu. Mtaingia kama underdog, mechi inayokuja na mtajilamba. Tutacheza. Simba wanasema watashabikia nyie. Wallahi, yani mashabiki wengi sana wa Simba mnao siku hiyo adai. Nasema kweli. Basi karibuni sana uwanjani. Karibuni sana Benjamin Mkapa. Mechi ni tarehe 15 baada ya iftar na baada ya Aisha tunakwenda kuzima msondo pale. Tunaenda tu tukacheze mpira. Sisi tunaenda tukucheza mpira. Pengine mtakuwa na mashabiki wengi sana mkichanganya wa kwenu na wa Simba. Pengine mtakuwa na wengi. Tumeridhika na mashabiki wetu kidogo tuliokuwa nayo. Unajua ukiwa timu ndogo unatakiwa uridhike na udogo wako, uridhike na quality uliokuwa nayo, uridhike na uchanga wako na namba ndogo ya supporter uliokuwa nayo. Kwa hiyo sisi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutakwenda kucheza mchezo wetu. Tumeridhika na hali ya timu yetu ilivyo. Tunakubali kuingia kwenye huo mchezo tukiwa second team, tukiwa underdog. Tunaenda tu tukacheze mpira. Asante sana. Asanteni sana.